blessing there. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakusalimu kupitia jina la Yesu, ndugu mtazamaji wetu. Siku ya leo Mungu ametupa nafasi nzuri ya kuwa na mtumishi wa Mungu. Karibu mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakukaribisheni sana kusikiliza na kuona kile ambacho Mungu ametuandalia kwa siku ya leo. Karibu mno. Yes. Leo tupo na mtumishi wa Mungu na kuna vitu vingi ambavyo Mungu anatamani tuweze kujifunza kwa pamoja. Mungu anatamani tuweze kupata tukiwa hapa kwa sehemu ambayo upo, umbali sio kizuizi. Na siku ya leo natamani tujifunze jambo linalohusu kumjua Mungu. Kabla hatujaenda huko, naomba nimshukuru Mungu. Mungu uliye mwaminifu, Mungu mwenye enzi. Hakuna Mungu aliye mwema isipokuwa wewe. Ni siku nyingine ambayo umetupa wakati mzuri wa kuweza kutafakari neno lako na kutafakari maarifa ambayo yapo kwenye neno lako. Umesema yatafakarini usiku na mchana. Mungu, tunaomba kwa ajili ya watazamaji wetu mahali popote walipo, tunaomba neno hili likawishe mioyo yao na fikra zao na chochote cha maisha yao. Tunajua kupitia hili neno kipo kitu kikubwa ulichokikusudia kwa ajili ya maisha yao. Roho Mtakatifu, tunaamini kazi yako timilifu ya msalaba, hiyo kazi timilifu ikahusike kwa asilimia kubwa kwenye maisha ya watoto wako. Mungu, tunaomba neema yako na Roho wako Mtakatifu akashuke mahali hapa kwa ajili ya kutuhudumia, akatuunganishe tuweze kuzungumza kitu kimoja, katika jina la Yesu Kristo tukiomba na kuamini, amen. Amen, amen. Mtu wa Mungu, leo nimeahidi na ndivyo ambavyo tumejipanga na mtumishi wa Mungu kuweza kufundisha kitu kinachohusu kumjua Mungu. Na nikiweka utangulizi kabla sijamkaribisha mtumishi wa Mungu, ukisoma kitabu cha Luka sura ya 1 na ule mstari wa 1, Biblia inasema, kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadisia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu, Teofulo mtukufu. Ukianza hapa mwanzo, mwandishi huyu Luka anazungumza ya kwamba kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga. Huyu Luka ambaye alikuwa ni daktari ndiye aliyeandika kitabu hiki cha Luka. Anazungumza na anaweka wazi kwamba kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa utaratibu. Si tu wameandika, lakini wameandika kwa utaratibu ambao ni mzuri. Anazungumza kwamba wameandika vitu vingi. Na mstari wa 3 anasema, nimeona vema mimi nami, kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo. Nimeona vema. Kilichomfanya aone vema ni kwa sababu alijitafutia usahihi wa hayo mambo yote. Kwa hiyo usahihi wa mambo ambayo alijitafutia ndio ambao ulifanya aweze kuona vema. Kwa hiyo alivyoona vema akafanyeje? Akasema, nami nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo, kwa hiyo na mimi nakuandikia. Kwa Luka hakuacha kuandika kwa sababu wengine wameandika. Luka aliona kwamba kuna haja ya mimi kumjua Mungu pia kuweza kuandika kitu kingine kipya. Kwa hiyo haikutosha kwamba watu wengine wameandika habari za Kristo, ndio maana anasema na mimi nimejifanyia kwa usahihi, nimetafuta, nimeona vema na mimi niweze kukuandikia kwa utaratibu. Hakupuuza watu wengine walioandika kuhusu habari za Yesu, ila naye alitamani, alikuwa na shauku ndani ya kuweza kuandika kitu kingine kipya. Kwa hiyo yote ni kumjua Mungu. Manake tunapofika kwenye level ya kumjua Mungu, haijalishi. Manake hata kama kuna watu wanafanya, lazima tufanye pia. Kwa Luka alifika kwenye hiyo dimension ambayo hakutaka kunyamaza tu. Kwa hiyo alitamani naye kufanya kitu hata kama wengine walikuwa wamefanya. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, huo ni moja ya utangulizi ambao natamani pia uweze kutufikisha mahali fulani. Karibu. Amen. Lakini pia mtumishi wa Mungu, kama alivyosoma neno hili kutoka ile sura ya 1 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Yes. Ukisoma ule wa 2 anasema, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Sasa hapa huyu mwandishi ambaye ni Luka
anajaribu kutuonyesha kwamba hili jambo ambalo wanaliandika na ambao walikuwa wanakiandika ni wale watu ambao ni mashahidi, walishuhudia hizo kazi ambazo zilikuwa zinatendeka, lakini pia walikuwa ni watumishi wa hilo neno ambalo huyu Luka analitafakari na kulitafutia namna ya kulielewa zaidi. Ukitaka uelewe vizuri namna ya kumjua Mungu, maanake ni lazima uingie ndani kutafuta vitu ambavyo vina ishara ya kumuonesha Mungu kwamba hichi ni cha Mungu na hichi si cha Mungu. Kwa nje ni kusema kwamba Luka alikuwa amehadithiwa habari habari za neno la Mungu na wale ambao walikuwa ni mashahidi wa lile neno, lakini akuishia hapo, aliingia ndani zaidi kutafuta ukweli jinsi ulivyo. Lakini hapa pia tunaweza tukajifunza zaidi. Naomba nisaidie kunisomea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17. Matendo ya Mitume sura ya 17, alafu na ule mstari wa 10 na 11. Anasema, mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya. Nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Tesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku, waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Basi naomba malizie na huo wa 12 tupate. Basi watu wengi miongoni mwao wakaamini, na wanawake wa Kiyunani wenye cheo na wanaume si wachache. Amen. Sasa kama tulivyokuwa tunaangalia kwenye kitabu cha Luka, mwandishi Luka alivyokuwa anayatafuta na kuyatafakari yale ambayo alikuwa amesimuliwa, lakini pia kwenye kitabu hichi cha Matendo ya Mitume inaelezea kwamba wale wakina Paulo na Sila walivyokuwa wameenda kwenye eneo la Beroya, watu wale walikuwa ni waungwana kuliko wa Tesalonike, kwa sababu neno la ushuhuda ambalo wakina Paulo na Sila waliwashuhudia, walitafakari mara kwa mara, walilichunguza mara kwa mara kuyajua maandiko hayo ndivyo walivyo. Je, ushuhuda ambao wakina Paulo wanaushuhudia kwao, ushuhuda ambao wakina Sila wameuleta kwao, ndivyo ulivyo kwenye maandiko? Kwa hiyo kumjua Mungu kunategemea zaidi kuyatafuta mambo ya ndani, ili upate kujua ukweli wa ahadi za Mungu umekaaje. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, ndivyo umeongea kitu kimoja kikubwa hapo sana. Ndio. Mwanzoni hapo umesema kwenye kitabu cha Luka kwamba kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa utaratibu wa habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadisia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Kwa hiyo umezungumza kwamba Luka hakuishia tu kupokea kile kitu cha mashahidi ambacho amehadithiwa, naye akaenda kukichunguza. Lakini pia umetuonesha na hiyo Matendo kwamba Waberoya walikuwa tofauti na Watesalonike. Manake Biblia imetema makundi mawili, watu wa Beroya na watu wa Tesalonike. Watu wengine walikuwa wakichukua neno wanalichunguza, lakini wengine hawalichunguzi. Manake hapo mtumishi unajaribu kutuambia ya kwamba kumjua Mungu manake ni kwenda ndani zaidi. Manake hata kama umepata message ndogo, kwenda ndani zaidi ya kile kitu ambacho mtu anakuwa anakifahamu. Lakini pia kwa muktadha kama huo, unajua mtu ambaye unamjua, manake una uwezo wa kumwelezea. Hauwezi ukamwelezea mtu ambaye haumjui. Kwa hiyo hawa watu ambao walipokea mafundisho, walipokea ule ushahidi ambao wakina Paulo na Sila wamewaletea, kama vile Wathesalonike walivyokuwa wamepokea injili ile, lakini pia Waberoya jinsi walivyokuwa wamepokea ile injili, ili walazimu kuyatafakari maandiko, ili chukua muda kwenda kuyachunguza ile maandiko, kwamba je, ni kweli kama wakina Paulo wanavyosema ndivyo maandiko yanavyosema, ili wapate kuishi kwenye njia ambayo ni sahihi. Sasa cha ajabu zaidi, ukiangalia kwenye ule mstari wa 12 anaelezea kwamba matokeo ya kuyachunguza maandiko yakawapelekea wao kuiamini injili. Kwa kilichowapelekea kuiamini injili ni baada ya kuyachunguza maandiko ambayo walikuwa wameyafuatilia kupitia kile ambacho wamekisikia kwa wale ambao wameleta injili husika. Ndio. Yes. Ndugu mtazamaji, nadhani umeshaelewa kwenye moja ya utangulizi huo. Tumeona ya kwamba Luka kwanza anazungumza ya kwamba watu wengi wametia mikono kuandika, nami nimeona vema kwa sababu nimejitafutia usahihi wa mambo. Kwa Luka maana yake hakukurupuka, alichokifanya hiki hakukurupuka. Kwa hiyo haikuishia tu kuchukua kitu, naye alifanya, anasema na mimi nimejitafutia usahihi wa mambo hayo tangu mwanzo. Anasema kukuandikia kwa utaratibu Teofilo mtukufu, maana yake rafiki wa Mungu, Teofilo mtukufu. Kwa hiyo
Maana yake kitu chochote ambacho kinakuja, shauku ya mtu haitoshi tu unajua ufunuo fulani, haitoshi tu unajua jambo fulani kuhusu Mungu. The moment unaenda deep, maana yake shauku yako ni kujua zaidi kitu kinachohusu Mungu. Yes, kwa hiyo huu ni moja wa utangulizi mzuri sana ambao mtu wa Mungu napaswa tuweze kufahamu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, labda kuna jambo ambalo unaweza ukaongezea hapo? Ndio, ukiangalia kwenye ule mstari, tukiendelea ule mstari wa 3, ndio ule ambao unasema kwamba nimeona vema mimi nami kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo yote tangu mwanzo kukuandikia kwa utaratibu Theophilo mtukufu. Kumbe sasa Luka kilichompelekea mpaka akamwandikia Theophilo maana yake ni baada ya kuona usahihi wa yale ambayo alikuwa amehadithiwa. Kwa kilichokuwa kimehadithiwa aliona kiko sahihi hata kumpelekea mtu mwingine kama ushuhuda kinafaa kumpelekea. Kwa hiyo unapokuwa unachimba kitu kile ambacho umekisikia kutafuta ushahidi, maana yake kinakusaidia na kumpelekea mtu mwingine habari ambayo una uhakika nayo. Maana yake hakutaka apeleke kitu ambacho sio sahihi kwake. Ndio. Maana yake kama anasema nimeona vema nami kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo. Maana yake hicho kitu kilimpa msaada yeye Luka, ndio akaona huyu Theophilo mtukufu naye kitakuwa sahihi kwake. Kwa maana yake hakutaka mtu afaidi pasipo yeye kufaidi. Ndio ile Biblia inasema msitoe kibanzi, unatoa boriti wewe, una boriti, unatoa kibanzi wewe una boriti ndani yako. Maana yake huyu Luka alikuwa ni mnufaika wa huo usahihi. Kwa hiyo akaona huo usahihi ambao yeye ni mnufaika wa huo usahihi ashehe na kwa mtu mwingine. Ndio. Yes. Lakini pia tunaweza tuka kwenye muktadha pia huo tunaweza tukazungumza kwamba kama Luka ilimchukua muda kwenda kuzitafuta habari hizi kwa undani, manake hakutaka kupeleka habari ambayo hana uhakika nayo. Kwa uhakika ambao alienda kutafuta, alivyoenda kuverify kwamba ndivyo ulivyo, kwa ikamlazimu kumpelekea hiyo taarifa ama kupelekea maandiko hayo rafiki yake ambaye ni Theophilo. Kwa usahihi wa jambo ambao umeshalitafuta vizuri ndiko ambao kuna kusaidia kumpelekea mtu habari njema. Ili habari iwe njema ni lazima ina uhakika ndani yake, uwe na usahihi ndani yake. Kwa kama Luka alitafuta usahihi wa hayo mambo, kwa hiyo mlazimu kumpelekea ndugu yake habari njema. Maana yake pia hapo mtumishi, ndio ni mtu anabidi awe serious na kile kitu. Maana yake hii ilikuwa ni wasting of time. Maana yake alitumia muda pia. Ndio. Maana yake muda mwingine ukikosa utulivu wa kwamba kuna mwingine anaweza kaona kama anachelewa muda. Anasema hakuna haja, mbona just a wasting of time, ninapoteza muda. Lakini hapa anasema nimeona vema nami nimejitafutia usahihi wa mambo. Kwa Luka haikutosha kusema watu wengi wameandika. Inatosha, mbona watu wameandika sana. Maana yake Luka asingewaza hilo jambo, hichi kitabu cha Luka kisingekuwepo. Ndio maana anasema watu wengi wametia mikono na kuandika kwa utaratibu. Na Luka anaongea vizuri kwamba wameandika na kutunga kwa utaratibu. Sio kwamba wameandika vibaya, kwa utaratibu. Lakini mimi nami naona vema kwa sababu nimejitafutia usahihi wa mambo vizuri. Kwa hiyo mtu wa Mungu, natamani pia uwe na shauku ya kumjua Mungu siku zote. Maana hata kama kuna kitu ambacho unacho, usijiwekee ukomo katika kumjua Mungu. Every day tunatakiwa kukua katika kumjua Mungu. Yes, labda kuna jambo la kutimisha. Kuna kitu ambacho ni cha muhimu pia kujitafakari. Kwamba kama Luka amesimuliwa habari hizi toka mwanzo, na ikamlazimu kwenda kutafuta uhalisia wa haya mambo, na baada ya kuzitafuta habari hizo na akajua usahihi wa mambo hayo, ikampelekea yeye mwenyewe Luka kumwandikia rafiki yake Theophilo. Sasa huyu Theophilo ni nani? Ndio swali ambalo inabidi tujiulize. Pia tukisoma hata kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume, nisaidie, ile sura ya kwanza. Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza mstari wa kwanza. Huyu Theophilo ni nani? Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza anasema, kitabu kile cha kwanza nilikiandika Theophilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Amen. Kwa kumbe sasa
huyu Luka ambaye ndiye mwandishi pia wa kitabu cha Matendo ya Mitume, anasema hata zile habari za kwanza, kitabu cha kwanza ambacho ndicho kitabu cha Injili, maana yake anarejelea kitabu cha Luka kama alimwandikia nani? Timotheo. Sasa Timotheo ni nani? Ukitaka kujua vizuri, Timotheo ni jina ama ni neno la Kigiriki ambalo limetokana na maneno mawili, Theo ambayo inamaanisha Mungu, lakini pia Theos ambayo maana yake nini? Maana yake ni upendo ama rafiki. Kwa hiyo huyu Luka anamwandikia rafiki wa Mungu, ama tunaweza kusema kwamba anamwandikia rafiki anayempenda Mungu. Kwa hiyo ziko habari nyingi ambazo tumewapelekea marafiki huko duniani, ziko habari nyingi ambazo tumewapelekea watu ambao tunawapenda huko duniani, lakini habari hizo ambazo tumewapelekea ni habari ambazo hatuna uhakika nazo, sio sahihi. Kwa hiyo kama tumewapelekea habari ambazo si sahihi, kwa sababu wanatupenda na sisi tunawapenda, wataziamini habari zile, lakini zitawaathiri wao kwa sababu hazina nini? Hazina ukweli. So, mtu ambaye unampenda inatakiwa umpelekee taarifa ambayo una uhakika nayo, ambayo itamsaidia haiwezi kumwathiri kwenye maisha yake yote. Nimekuelewa sana mwalimu. Ndio. Maana yake umesema Teofilo, maneno mawili, Teo na Philos. Maana yake rafiki wa Mungu. Rafiki wa Mungu, ndio. Na Luka alimpelekea huyo rafiki yake habari sahihi. Yes. Maana yake kuna watu ambao kitu ambacho ni kizuri hataki anufaike na rafiki. Maana yake kuna kitu ambacho anajua hiki kitu kimempa benefit yeye. Hayuko tayari kushare na mtu mwingine hiyo benefit. Maana yake hii moja ni picha nzuri sana, inavunja mipaka, kama kile kitu ambacho Yesu alizungumza ya kwamba unakumbuka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4, ndio anasema toka lini Wayahudi tukachangamana. Manake Yesu amekuja kuvunja huo mpaka. Manake kuna vitu ambavyo ilibidi taifa la Israeli pekee ndo wao wanufaika wa neema, lakini Yesu Kristo ameifikisha ile neema hata kwa watu wasio sahihi, ambao ni mataifa pia. So ndo maana anasema na mimi nimeona usahihi kukuandikia Teofilo mtukufu. Manake Teofilo, wewe ambaye ni rafiki wa Mungu. Manake umezungumza kitu kizuri hapo kwamba rafiki yako unampa nini? Ndio. Huyu alimpa taarifa sahihi. Manake unajua kuna watu mwingine anaweza akawa na idea nyingi, ana rafiki yake anampa taarifa mbaya, au mfano ni biashara, ana madili ya biashara, anajua huu mzigo ninachukuliaga sehemu fulani, yeye anasema mimi sitaki kumwelekeza Chibo unaochukulia mzigo. Manake hataki kumpa kitu sahihi ambacho atanufaika naye pia rafiki yake. Yes, manake anataka awe benefit yeye mwenyewe bila mtu mwingine kuweza kupata hicho kitu. Yes. Ndio. Na ndo maana Luka baada ya kuzitafuta zile habari akaamua kumpelekea rafiki yake, maana ameshaona usahihi wa zile habari. Kwa hiyo zisingekuwa na usahihi asingempelekea rafiki yake. Kwa hiyo ili upate kumpelekea rafiki yako habari njema, hakikisha kwanza umeshaitafakari, umeshakuwa mnafaika hiyo jambo, kwa unampa mtu from your experience. Kwa hiyo hichi kitu ni kitu cha kujifunza sana, kwa sababu ni maisha ambayo tunaishi kila siku, nje tu na eneo la kumjua Mungu kwa mantiki ya kwamba maisha haya ya duniani na ya milele, lakini maisha ya kawaida ya kila siku tunaishi vipi na watu ambao wanatuzunguka? Ni habari gani ambao tunawapelekea watu ambao wanatuzunguka? Ni ushuhuda gani ambao watu tunaenda kuwashuhudia wale ambao wanatufahamu na ambao tunawafahamu? Kwa hiyo hiyo inajenga msingi kwamba tuwapelekee watu ushuhuda ambao sisi tumejua kwamba una usahihi ndani yake. Mtumishi wa Mungu, nashukuru sana. Ndio. Nadhani tutakutana tena wakati mwingine tuweze kujadili sehemu ya pili ya hichi kitu. Amen. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Tunashukuru kwa wakati wako. Najua wakati mwingine utaendelea kupata episodi hizi. Kama una swali unaweza kaachia hapo chini, tutaweza kukujibu. Shalom, Mungu akubariki sana. Amen.